Ninajua umebarikiwa kupitia kipindi hichi. Najua ya kwamba neno hili limekubariki. Najua imani yako imejengeka. Najua ya kwamba sasa hivi kuna mtu wako tayari kuondoka katika hali ambayo shetani amemweka ndani kupitia neno hili. Na ninaamini ya kwamba Mungu ambaye ni mwaminifu atafanya kitu kisichokuwa cha kawaida katika jina la Yesu. Natamani sana kuomba na wewe mchana huu ili nione kile ambacho Mungu anafanya kwa maisha yako, na najua ya kwamba Mungu atakutendea katika madhabahu haya, katika kipindi hiki cha spiritual uplift. Kuna kitu ambacho kitafanyika katika jina la Yesu. Ninakuaminia Mungu katika jina la Yesu ya kwamba kama alivyokutana na huyu mjamaa pale katika mlima wa Listra, hata na wewe akakutana na wewe mchana wa leo mahala ulipo kwa hicho kitanda, na kila kitu kibadilike katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninaomba kwa sababu ya mtazamaji huyu ambaye amechukua muda wake kusikiliza neno hili, amesikia neno la kujenga imani yake. Yule ambaye ni mgonjwa pale hospitalini, ninamkumbuka Baba, ninaomba uponyaji ukashuke pale, nguvu zako zilizo na uponyaji zikafike kwenye kitanda hicho, na mtu huyo akainuke tena na kuanza kukimbia katika jina la Yesu. Ninaomba na wewe ambaye uko na diabetic, hiyo diabetic na ikausha leo kwa damu ya Yesu Kristo, ikakauke na ikaisha. Ninaomba na wewe ambaye uko na HIV, pona kwa jina la Yesu. Ninaomba na wewe ambaye kanza inakukausha, kanza inakumaliza, hiyo kanza ninainenea kwa imani, yeyuka uondoke uishe katika jina la Yesu. Wewe mama upone kwa jina la Yesu. Wewe mzee upone kwa jina la Yesu. Wewe bindi upone katika jina la Yesu. Baba, naachilia nguvu zako za uponyaji mahala popote watu wako wanasikiliza. Naachilia nguvu zako za uzima zikatembee kwao, zikafike mahala pale, zikalete mageuzi, zikafanye utofauti katika jina la Yesu. Mungu wa ishara, achilia ishara yako juu yake. Huyu mtu ashuhudie kwamba alikutana na nguvu zako. Huyu bindi ashuhudie kwamba alikutana na wewe. Yule ambaye anatafuta kazi ashuhudie kwamba Mungu kwa imani kazi imepatikana. Yule ambaye anatafuta ndoa ashuhudia kwamba Mungu kwa imani ndoa imepatikana. Yule ambaye anatafuta watoto, Bwana apokee muujiza wake leo katika jina la Yesu. Ninatabiri na kutangaza ya kwamba watu wao wote ambao wamesikiliza na kufuatilia katika madhabahu haya ya Spirit Life Arena na wakapatana na neno hili likawabadilishe, neno hili likawafanyie muujiza, neno hili likawafungue, neno hili likawainue, neno hili likawaponye. Imeandikwa katika kitabu cha Zaburi 107 ya kwamba ulilituma neno nalo likawaponya. Nami ninaachilia neno hili la imani ndani ya mishipa yao, ndani ya damu zao, ndani ya miili yao, wakapone kwa jina la Yesu, 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 wakapone katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo mtu wa Mungu, kuanzia leo mtoto wa Mungu, may the faith in you bring results. May the faith in you change your situation. May the faith in you cause a difference. May the faith in you change your circumstances. In the name of Jesus, there is no mountain that is too big when faith is applied. Kutana na Mungu anayefanya kazi na atende maajabu katika jina la Yesu Kristo. Afanye muujiza kwa maisha yako katika jina lipitalo majina yote, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninajua mahali ulipo nguvu za Bwana zimeshuka, uwepo wa Mungu umekufikia na neema ya Bwana inakutosha katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu ya kile ambacho wewe peke yako umeweza ukafanya katika maisha haya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, na pamoja na mtazamaji wangu, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Basi nichukue fursa hii pia kukukaribisha tena Jumapili ijayo kwa platform hii ya Spirit Arena. Tunaanza masaa ya saa 5 kuhubiri na kunena neno la Mungu. Tutakuwa tunaongea kuhusu Activate Your Faith Part 2. Tunaendeleza kwa sababu kiungo muhimu
ambacho kinatuunganisha na miujiza, kinatuunganisha na Mungu ni imani. Jina la Bwana lisifiwe. Na kukaribisha katika platformu hii, na kukaribisha na wewe pia ukaribishe wengine wabarikiwe kama wewe, wengine wasaidike kama wewe, wengine wapone kama wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Karibu sana. Kama una request yako ya maombi, unaweza ukatutumia prayer request yako kwa comment section. Unaweza pia ukatuma unaweza ukaangalia kwa bio yetu, utapata namba pale, namba ya maombi, namba ya kusema ya kwamba hata ya kupeana testimony ya kile ambacho Mungu amefanya kwa maisha yako, kwa sababu ni vizuri hata mimi nijue ya kwamba Mungu amekutendea, niwe sehemu ya kushirikishwa kwenye ushuhuda ambao Mungu amefanya kupitia Spirit Life Arena, ili tujue ya kwamba kuna kazi ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yako, ili tunapoendelea kufanya kazi hii tutiwe moyo na ushuhuda ambao utakuwa nao katika jina la Yesu Kristo. Na mimi najua ya kwamba Mungu wa majeshi hatakubariki na atazidi kukutenda. Mahali popote ulipo, wacha mkono wa Bwana uwe pamoja nawe. Nguvu za Bwana ziendelee kukaa nawe. Damu ya Yesu ikuzingire siku zote katika jina la Yesu Kristo. Na ninamaliza kwa kusema ya kwamba you can rise up from that situation by faith and come out of that condition in the name of Jesus, the Son of the Most High God. Be blessed until we meet again in Jesus' name. Amen and amen.